Njia ya mwisho ambayo kuzimu wanaitumia ili kuibia mwanamke kimbali, lakini pia mwanaume nguvu na mamlaka ambayo mwanaume anaitumia katika kutawala kwenye field yake. Na hii njia wanaitumia kupitia kwa ndoa ya kuzimu ni pale ambapo wataingiza watu kwenye mapenzi ya jinsia moja. Hii ni ile gayism na lesbianism, na huu unakuanga ni ushetani mkubwa sana, ambao ule ushetani unakuanga unalenga kwamba huyu ni mwanaume lakini ametamani kupata nguvu na mamlaka ambayo iko kwenye mwanaume mwenzake. Sasa anatumia njia hiyo ya kufanya mapenzi ya jinsia moja, lakini pia huyu ni mwanamke ametamani kimbali ambacho kiko kwa mwanamke mwenzake na ni mchawi. Kwa hivyo wanaingia kwenye mahusiano, kwenye mapenzi pamoja. Yule mwanamke anajipata kwamba ameibiwa kimbali. Sijui kama naeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia njia nyingine ambayo shetani anaitumia ili kwamba kumuibia mwanamke kimbali na mwanamke nguvu na mamlaka ambayo inamsaidia kuwa mfalme katika field yake, iwe ni biashara, iwe ni kazi, ualimu, wote popote pale, ni pale ambapo shetani ataunganisha watu wawili kwa njia ya kichawi. Maandiko yanasema kwenye kile kitabu cha Marko 10:9 ya kwamba alichounganisha Bwana mwanadamu asitenganishe. Kama kuna alichounganisha Bwana, ina maana kwamba kuna alichounganisha shetani. Kuna watu wawili ambao shetani ndiye mwenyewe amewaunganisha, akiwa na kusudi kabisa kutokee wizi. Maana kazi ya shetani kwenye kitabu cha Yohana 10:10 nasema mwivi aji ila aibe, haribu na kuua. Kwa hivyo kuna wakati shetani anaweza kuunganisha watu wawili akiwa na kusudi ya kwamba hao watu wawili anataka mmoja aibiwe vitu fulani viharibiwe kwake, vitu vya huyu mtu vianze kufa. Sijui kama naeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii mara nyingi shetani anaifanyanga kwa sababu anajua kuna maandiko yanasema mke mwema ni nani awezaye kumuona. Yaani sio rahisi kumuona yule ambaye ni mke mwema, yule ambaye ni ubafu wako, yule ambaye aliumbwa kwa ajili yako. Kwenye kile kitabu cha Mithali 3 na mstari wa Mithali 31 na mstari wa 10 na 11. Maandiko yanasema mke mwema ni nani awezaye kumuona. Hapo mbele maandiko yanasema ya kwamba moyo wa mume wake huwa unamwamini, na wala huyu mwanaume akienda kwenye kutafuta hatakosa mapato. Huyu mwanamke ambaye uko naye lakini haumwamini, kuna mambo ambayo unaona umwamini kwenye haya mambo. Labda anaweza kuwa ni mchawi. Unaona kama huyu mtu vitu zile anazifanya ni kama huyu mtu ni mchawi, ni kama ni devil worshipper. Huyu mtu ni kama anaweza kubeba vitu zangu za nyumba. Au muamini kabisa. Au muamini kama mnaweza kutulia naye mpaka kifo kikawatenganisha. Kuna uwezekano mkubwa sana ametuma kutoka kuzimu ili kuja kufanya hayo. Maana maandiko sema aonavyo mtu moyoni mwake ndivyo alivyo. Vile ambavyo unamuona inawezekana uko hivyo, lakini kwa sababu mapenzi yamekupumbaza, yamekufunga macho, hauwezi ukaona tena. Ndio maana umeingia naye kwenye mahusiano. Maandiko yasema kwenye hicho kitabu cha Mithali 31 mstari wa 10-11 yasema kwamba moyo wa mume wake umwamini na wala hatakosa kupata mapato. Huyu ambaye umempata, lakini baada ya kuwa umempata mwanamke umeanza kukosa mapato. Kuna vitu ulikuwa unavipata kwa urahisi, lakini leo hii kwenye ile kazi yako uvipati kwa urahisi. Ujue kwamba kuna kitu kimetokea. Inawezekana ni mwema huyu mwanamke, lakini sio mwema kwako, ni mwema kwa mwingine, ama sio mwema kabisa, ametoka kuzimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Mithali 18:22, maandiko yasema apataye mke apata kitu chema, naye anajipatia kimbali kwa Bwana. Maandiko yasema mke mwema utoka kwa Bwana. Sijui kama naeleweka. Sina nia eti kwamba yule uko naye kwa sababu unaona kwamba hauna kimbali,
unaona kwamba haumwamini umfukuze. Hapana, maana anaweza akabadilika. Najua anaweza akabadilika, hakuna kitu ambacho kinamshinda Mungu. Anaweza akabadilika akawa mtu mwema na bado ndoa ikaenda. Ukielewa, tukisoma kwenye kile kitabu cha Malaki 2 mstari wa 14 mpaka 16, Mungu anasema kwamba usimwache mke wa ujana wako. Na ukisoma mstari wa 16, Mungu anasema anachukia talaka. Ndio maana sina nia eti kwamba huyu mwanamke baada ya kuona kwamba sio mwema, kuna vitu ambavyo havitokei vizuri kulingana vile nimekufundisha, eti kwamba umfukuze. Hapana, Mungu apendezwi na talaka. Maana hata Yesu anasema kwamba kama utamwacha mke wako usioe kabisa. Paulo anasema hivyo hivyo, ukimwacha mke wako usioe kabisa. Sijui kama naeleweka. Kwa hivyo kulingana na zile vitu nimefundisha, ni bila shaka kwamba ndoa inaweza ikawa anguko la mtu ama ikawa mafanikio ya mtu. Na ndio maana maandiko yanasema kwenye kile kitabu cha Petro wa kwanza 3:7 ya kwamba enyi waume ishini na wake wenu kwa akili. Lakini pia kuna maandiko yanasema ya kwamba yanasema kwamba kila mwanamke mpumbavu huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Ndoa inahitaji hekima kubwa sana. Kama unaona kwamba hauna hekima ya kutosha ya kuingia kwenye ndoa, kwenye mahusiano, heri ukapausi kidogo, ukangoja kidogo mpaka upate hekima ambayo inatosha. Hata Yesu aliishi hapa duniani, na kwa sababu hakuwa na hekima ya kutosha ya kupokea Roho Mtakatifu na kukaa na Roho Mtakatifu, Mungu akamruhusu akakaa mpaka miaka 30. Akaona kwamba sasa Yesu anaweza akaumiliki ulimwengu, akaukomboa ulimwengu. Sasa ndio sasa akamtuma kwenye utendakazi. Chochote ambacho unakifanya, hata sio ndoa peke yake, unafaa ukuwe na hekima ya kutosha katika kukiendea. Maana ukiwa hauna nguvu na hekima ya kutosha ya kukiendea, ni bila shaka kinaweza kikageuka kuwa kama laana kwako, kikawa failure kwako, na ukakiona ni kama kibaya. Kumbe sio kibaya, ni wewe haukuwa na hekima ya kutosha ya kukiendea hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana utaona kwamba Paulo kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza 7 na mstari wa 8 anasema wale ambao hawajaoa wasioe kabisa. Kwa nini Paulo anasema hivyo? Anajua kwamba kwenye ndoa kuna changamoto mingi ambazo ziko kule. Ndoa inahitaji hekima. Huyu ni binti ambaye ametokea kwa mzazi tofauti na huyu ni kijana ametokea kwa mzazi tofauti. Wana tabia tofauti na wamekuja kuwa kitu kimoja. Sasa hapo inahitajika hekima na busara ya kutosha katika kuiendea ile ndoa. Ndio maana tafuta sana kuwa na hekima, wewe mwanaume ama mwanamke, ili uingie kwenye ndoa, kwa sababu nimekusomea maandiko yanasema kwamba enyi waume muishi na wanawake wenu kwa akili. Lakini pia maandiko yanasema kila mwanamke mpumbavu anaivunja ndoa yake mwenyewe. Kumbe ndoa inahitaji hekima sana kuliko hata imani. Ndoa inahitaji hekima sana kuliko vile ambavyo unahitaji kuwa na pesa. Pesa ni ya maana, imani ni ya maana, lakini hekima, akili inahitajika sana katika ndoa. Lakini pia cha mwisho nikimalizia, jambo lingine ambalo kuzimu wanatumia ili kwamba wamuibie mwanamke kimbali, lakini pia mwanaume mamlaka na nguvu ambayo inamsaidia katika utawala kwenye field yake, ni pale ambapo shetani atakuletea mwanaume ama mwanamke aliyebeba mizigo mizito, muingie naye kwenye mahusiano. Kwenye kile kitabu cha Mathayo 11:28 maandiko yanasema, jioni kwangu enyi msumbukao na wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Wanaume wengine ni mzigo kwa mtu ambaye umeingia naye kwenye ndoa na ametengenezwa hivyo, aidha amepewa mangojo ya shetani, amewekewa mizigo ya kila aina, ili kwamba ukiingia naye kwenye ndoa akuwe mzigo kwako. Watu wengine ndoa zimegeuka kuwa mzigo kwa sababu zile ndoa shetani ndiye ameunganisha, amekuletea mchumba ambaye ako na mangojo ya kuzimu, ili kwamba ukapate kupoteza vitu kupitia kwa uzito ambao utausikia kwa kubeba ile ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mwanaume ambaye ni mlevi, mwanamke ambaye anataka umpee pesa ambao hauna, huyo mtu anaweza kugeuka kuwa mzigo kwako katika ndoa. Kwa hivyo barikiwa sana, imekuwa somo refu lakini Mungu ametufanikisha kuikamilisha salama.
Amen.